Chuo cha Bahari Dar es Salaam kimeweka mkakati maalum wa kuzalisha wataalamu wa kutosha kwa ajili ya kufanya kazi katika sekta ya bahari, mito na maziwa ili kuepusha nafasi hizo kushikwa na wageni, hatua ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Tupate taarifa zaidi kutoka jijini Dodoma. Akizungumza na George Marato TV nje ya viwanja vya bunge jijini Dodoma baada ya bunge kupitisha bajeti ya Wizara ya Uchukuzi Mei 15 mwaka huu 2025, mkuu wa chuo cha Bahari Dar es Salaam Profesa Tumaini Shaban Gurumo amesema pamoja na mambo mengine, chuo hicho kina jukumu kubwa la kuandaa wataalamu wa Kitanzania ili waweze kushiriki katika kukuza uchumi wa nchi. Kupitishwa kwa bajeti hii kwetu sisi ni mwanzo mwingine wa utekelezaji, kwa sababu bajeti inapopita tunapata nguvu ya kutekeleza yale ambayo tumeyaazimia ama tumeplani kwa ajili ya kipindi kingine cha mwaka mzima. Sisi Chuo cha Bahari Dar es Salaam tunatoa elimu na mafunzo ya bahari. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kutoa wataalamu. Tunazalisha wataalamu kwa ajili ya sekta pana zaidi ya bahari. Nikizungumzia bahari na maanisha bahari ya Hindi kwa hapa kwetu, lakini pia na mito na maziwa tulionayo. Kwa hiyo huku kote ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, shughuli zote zinazofanyika kule, basi sisi tunatengeneza wataalamu. Wataalamu tunaotengeneza ni katika sekta za mafuta na gesi, lakini wafanyakazi katika meli ama vyombo vinavyotembea baharini, wataalamu wa ujenzi wa meli pamoja na uchoraji wa michoro ile ya meli kabla haijachorwa, lakini pia tunaangalia mitambo mikubwa ikiwemo mitambo ya meli. Meli sasa hivi ni kubwa sana. Kwa hiyo na tukiangalia mwelekeo wa nchi yetu sasa hivi tunaweza kuona, tumesikia kwamba meli nyingi zaidi zinajengwa. Ili hizi meli ziweze zikafanya kazi kwa tija, lazima tuweze kupata wataalamu wa Kitanzania ambao ndio sisi tunawatengeneza. Lakini pia kuna kiwanda kikubwa cha meli kule ziwa Tanganyika kinatengenezwa, kinaandaliwa. Kile kiwanda hakiwezi kikafanya kazi na watu wa kutoka nje ya nchi, wakati tuna vijana wa Kitanzania wengi tu ambao hawana ajira, lakini ambao pia wamepita katika vyuo vyetu. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa ni kuandaa wataalamu ambao watafanya kazi katika hiki kiwanda pia cha meli, ili tuweze kupata wataalamu ambao ni wazawa. Na katika meli zetu tunapokuwa tuna wataalamu wazawa, kuna faida zake. Faida kubwa mojawapo ni kwamba ule uzawa unafanya hawa watu waweze kutunza siri pia mbalimbali zinazohusiana na mizigo inayobebwa. Lakini pia kingine, usalama wa maeneo yetu ya bahari ama maziwa unachochewa sana tunapokuwa na watu ambao ni wa kwetu wenyewe. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa tunayokwenda kuitekeleza na kuahidi wa Tanzania ni kwamba tutaendelea kutoa elimu na mafunzo yenye viwango vya ubora vya kimataifa vya hali ya juu, ili vijana wa Kitanzania waweze kushika nafasi katika maeneo mbalimbali ya masuala ya uchumi wa bluu, bahari, mito na maziwa yetu kwa ajili ya manufaa ya jamii ya Kitanzania, lakini kukuza zaidi uchumi wa nchi. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Manonga Mheshimiwa Self Hamisi Gulamali na mbunge wa jimbo la Uyui Mheshimiwa Almas Maige wamesema katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha nyingi za miradi ya maendeleo zimepokelewa katika majimbo yao na kuandika historia kubwa nchini. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha kwenye majimbo yote. Tukienda kwenye upande wa barabara, wakati mimi nimekuwa mbunge miaka 10 unaenda, miaka 5 ya ubunge wangu katika kila jimbo, katika jimbo langu la Manonga tulikuwa tukipokea milioni 300 mpaka 400 kwa mwaka. Lakini aliposhika hatamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, alitupatia kila mbunge kima cha chini cha fedha kwa kila mwaka bilioni 2. Kima cha chini, lakini kuna wengine walikuwa wanapokea zaidi ya bilioni 2. Kwa hiyo mimi mwenye jimbo ambao nilikuwa nikipokea milioni 300, 400, nimeweza kutoka kwenye milioni 300 mpaka bilioni 2 kwa mwaka. Hali iliyopelekea kufungua barabara nyingi, kujenga madaraja makubwa ambayo yalikuwa yameshindikana, kufungua barabara za vijijini na kuhakikisha kwamba
Sasa jimbo langu la Manonga njia zinatoka katika mashambani kuja kwenye barabara kubwa, na sio tu jimboni kwangu, kwa sababu fedha zimetolewa nchi nzima, na bajeti ya wizara ya masuala ya TARURA TAMISEMI ilikuwa bilioni 200, lakini imeshoot kutoka bilioni 200 mpaka zaidi ya bilioni 700. Maana yake imeenda kupeleka fedha hizi kwenye majimbo yote nchi nzima, na watu ni mashahidi kwenye maeneo yao, barabara nyingi zimefunguka kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye sekta ya barabara, hususan katika upande wa TARURA. Kwenye sekta ya elimu, kama ambavyo nafahamu, nitumie fursa hii nimpongeze pia Mama Samia. Unajua mambo haya yamefanyika, mambo makubwa sana, na hayajafanyika eneo moja, yamefanyika nchi nzima. Kama ambavyo unaweza kuona Mheshimiwa Rais alitumia maono yake makubwa kupata zile fedha za Uviko 19, tukapata fedha majimbo yote nchi nzima, tukajenga madarasa kwenye shule zetu zote nchi nzima. Leo hakuna shule yenye upungufu wa madarasa katika shule za sekondari. Hakuna wanafunzi wanakaa chini kwenye shule za sekondari. Haya ni matokeo ambayo ni makubwa ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais. Lakini leo hakuna second selection ya form 1. Unaweza kuona ni mabadiliko ambayo hayakuwahi kutokea toka awamu zilizopita. Hata ilikuwa yakitokea, lakini awamu ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko kuhakikisha kwamba watu wanakwenda kwa wakati mmoja, madarasa yapo, viti vipo, na walimu sasa wanaendelea kuajiriwa, ambapo ilikuwa imesimama ajira za walimu. Lakini sasa hivi ajira zinatoka na wanaajiriwa walimu na wanaingia kwenye shule zetu, na imechangia kwa kiwango kikubwa. Mimi binafsi kwenye jimbo langu la Manonga, wakati napewa kuwa mbunge kwenye lile jimbo, hatukuwa na kidato cha 5 na 6, shule hata moja. Lakini leo unapozungumza tunazo shule 4 za kidato cha 5 na 6. Ni mabadiliko makubwa sana. Ametujengea hospitali ya wilaya, ametujengea makao makuu ya halmashauri, ametujengea ukumbi wa kisasa, ametujengea kituo cha VETA, ametujengea mabarabara, ametujengea shule ya sekondari 8, ametujengea zahanati, ametujengea vituo vya afya. Amefanya mambo mengi ambayo yanafanya tumuone kila siku. Mama huyu tunajivunia uwepo kwake, urais wake, upendo wake. Mungu amjalie maisha mema. GMTV Dodoma.